kipenga chake kimesikika akisema kwamba ni madhambi yamechezwa ndani ya eneo la penalty. And yes, it was inside the penalty area. Pacome Zouzoua aliucheza mpira, lakini mwili wa Musa Kamara uka-obstruct. Amin Mohamed Omar akatafsiri kwamba ni obstruction na ni foul ndani ya eneo la penalty. Hivyo ni penalty. Penalty ya kwanza kwenye mchezo. Simba hawana furaha na kile kitendo ambacho kimefanywa. Ali Salim Katolo anakumbuka ni kwamba ingekuwa kama Tanga kipindi kile ambapo alicheza penalty nyingi na kuwapa faida Simba. Fadlu Rahman Davis ana furaha, sura yake inakosa nuru, anapoteza amani dakika hizi ambazo Amin Mohamed, mwamuzi huyu kwenye madhambi 15 ya Simba, moja la Pinpin Kamara, ameamua kwamba ni mkwaju wa penalty na ametenga kwenye penalty arc. Pinpin Kamara amelinda kwa dakika nyingi vizuri. Fabrice Ruamba Ngoma anamwambia kaa pale, ulifanya vyema dhidi ya Ismailia na ukawavusha Simba, inawezekana ikawa ni wakati mzuri pia. Pacome Zouzoua kwenye zile 5 ni kuibia siri. Novemba 5 yeye ndo aliweka mkwaju wa penalty. Pacome Zouzoua magoli 11 amekwisha weka kambani mpaka sasa katika ligi kuu ya NBC, na moja kati ya hayo amefunga kwa mkwaju wa penalty. Hii inaweza kuwa ni penalty yake ya pili kufunga msimu huu, na inaweza kuwa ni goli lake la 12 msimu huu, lakini kikwazo kwake ni Pinpin Musa Kamara. Si mara ya kwanza kucheza mikwaju wa penalty kwake, ameshafanya hivyo. Ni moja kati ya nyota ambao waliivusha Simba kutoka hatua ya robo finali kwenda nusu finali kombe la shirikisho. Na Pacome Zouzoua, nyota raia wa Ivory Coast ambaye amecheza ASEC Mimosa na mara kadhaa ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast, kile chenyewe ndio ambaye amepewa jukumu na Young Africans kwenda kupiga mkwaju huu wa penalty. Atafanya nini? Pacome Zouzoua anapiga hatua zake na kuhesabu. Pacome Zouzoua hakuna kuremba mwaniko kwenye daftari la rambirambi ya msiba. Pacome Zouzoua anawasogeza Young Africans katika njia ya ubingwa ligi kuu ya NBC. Pacome Zouzoua anawasogeza Simba katika barabara ya majonzi kwa mara nyingine tena. Ni Pacome Zouzoua anayefumua furaha ya mashabiki wa Young Africans katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii ni Yanga iliyokaribia ubingwa. Hii ni Yanga ambayo imeliona kombe uwanjani. Huyu ni Pacome, anabeba furaha ya wananchi ambaye anaamini wanategemea makubwa kutoka kwenye mguu wake wa kulia. Kwa utulivu mkubwa kabisa, maguu 12 amemhesabia na upande wa kulia. Anticipation ya golikipa, alikuwa anataka kwenda upande wa kushoto. Ni hapa ambapo na watanguliza hii leo Simba wana kazi ya kusawazisha. Yanga ameshashika hatamu. Ni foul. Yamechezeka madhambi. Tayari hawana pressure, matokeo yoyote ya sare yanawapa pia ubingwa, ila wakifungwa wanamwachia Simba. Pacome, shambulio la Young Africans, anaekewa Clement Francis Mzize. Clement Francis Mzize anayaua kabisa matumaini ya Simba kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu. Anafanya kile ambacho wana Young Africans walikuwa wanakisubiri kutoka kwake. Nini wafanye mashabiki wa Yanga? Nini unategemea kutoka kwa wananchi wakati kama huu? Salute ya Sergeant Ibrahim Abdullah Baka. Ilianza kama utani, yeye ndio aliyoianzisha. Pacome Zouzoua akaichukua, akaipenyeza, ikapenya mithili ya sindano katika kitambaa cha sanda. Mzizi akaikuta, akaiweka pabaya. Top
kwa sasa, jezi nambari 24 Clemens Francis Mzize, mwita Walid, anakutana uso kwa uso na Pinpin Kamara, anamwambia kama clean sheet umezoea kuzipata ni kwa kwingine, sio hapa. Auto pass ya Pacome Pedro Zouzoua, receiving ya maana ya Clement Mzize na finishing ya mkuu wa